Hivyo basi tukiwa tumesimama hivyo hivyo, wacha tushukuru kwa ajili ya neno la Mungu na Yesu atatenda. Bwana, nakushukuru, asante kwa ajili upendo wako mkuu Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya neema umetupatia, kwa ajili ya kuwa mahali hapa, kuwa katika mkesha. Ninajua kwamba si kawaida tu, bali ni kwa nguvu zako na uwezo wako wa kipekee. Roho Mtakatifu tawala sasa. Kipindi kitu tumefika kwa ajili ya neno lako. Kila maroho yote anaweza nchini kinyume yasija kafanikiwa kamwe Bwana. Kila maroho machafu simama kinyume na neno lako yasija kafanikiwa kamwe Yesu. Bwana, ukatutangulia, nguvu zako zikatawale. Kila maroho ya confusion anaweza nchini katika mahuu yote hayana uwezo kamwe katika jina la Yesu. Na tamkolinzi kwa ajili ya kila moja Bwana, ukatuongoze kwa nguvu zako Bwana. Tawala kwa kila jambo tutakalolitenda kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu, naomba na kuamini. Amen, amen. Tunaweza kukaa, unaweza kaa, na Yesu atakubariki. Yesu atafungua njia na kujitukuza kwako. Hivyo basi, chukua Biblia yako, kitabu yako na kalamu yako, kiamini ya kwamba Yesu atajitukuza kwa kila atakayesikia neno la siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati wote Mungu akitumana anayo sababu kubwa. Anapotumana ako na sababu kubwa kwa ajili ya watu wake. Hivyo basi, neno la siku ya leo ni kuhusu ukombozi kwa mapigo ya Kristo. Ukombozi kwa ajili ya mapigo ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingi mimi ukaa hivi, alafu ninafikiria vile Yesu alijitolea kwa ajili yetu, kwa ajili ya ukombozi wa watu wake. Akafalia mwili wa duniani kwa sababu akapate kutufikia kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi kupita kwa kufalia ule mwili wa kidunia, akajitolea ateswe na apigwe kwa ajili yetu. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama alijitolea, akateswa, akapigwa kwa ajili yetu, ni kitu gani kinaweza kusababisha basi asisikie kilio chetu? Kama mwanzo alitutangulia kuja kwa ajili yetu, tukombolewe, tutoke kwa dhambi, tutoke kwa mambo ambayo istahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni jambo gani linaweza kusababisha huyo mwana wa Mungu asije akasikia maombi yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati alipokuja ili tukombolewe, hatukuomba, hatukumuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa neema zake tu akaona ni vyema, hata kabla hatujampenda akatupenda mwanzo, na akafungua njia vile anaweza fika duniani kwa ajili ya ukombozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kumaanisha kwamba basi ako karibu na sisi, ako pamoja nasi, ako tayari kutenda kile ambacho tunatamani kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ile iko ni kwa sababu mara nyingi wanadamu tunaweza kuwa na imani iliyo chini. Matatizo yanaweza sababisha imani yetu ikaenda chini. Shida tunaopitia za kidunia zinaweza zikasababisha tukaona huyo Mungu ni kama hayuko karibu nasi.
ama mambo fulani tunahitaji kwa haraka, tunaweza ona ni kama Yesu hatupendi. Haleluya. Lakini huyo mwana ambaye amejitolea kwa ajili yako, kwa ajili yangu, Bwana Yesu asifiwe sana, kusudi tu tukombolewe, amenituma siku ya leo, kasema hautatoka kwa nyumba ya Mungu bure. Kuna mambo makubwa atatenda siku ya leo. Usiku ya leo kuna mambo mapya. Usiku wa leo utamuita naye ataitika, na atatenda kwa ajili yako. Kile utakachofanya ni kumwamini. Imani inaweza kuhamisha milima. Bwana Yesu asifiwe sana. Isipokuwa wakati mwingine unaweza kuamini ukaona umekuwa discouraged, lakini kumbuka kuna sababu ya Mungu kwa kila jambo huwa linatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kuwa unatamani kile ambacho labda Mungu hajakipangia kiwe cha kwako kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi jambo lolote lisije likakusababisha kurudi nyuma ama imani yako kwenda chini. Neno la Mungu linasemaje katika Petro wa kwanza kifungu ni cha 3 mstari ni wa 18. Neno la Mungu linasema namna gani kuhusu kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, bali roho yake ikauishwa. For Christ also suffered once for sins, that just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in flesh, but made alive by the Spirit. Basi neno la Mungu linasema ya kwamba basi Kristo aliteswa na akauawa mara moja kwa ajili ya dhambi zetu, akauawa kwa ajili yetu tukombolewe, ili tukapokee msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wenye haki na wasio haki, maana Mungu alikuja kwa ajili ya wote. Hakuja tu juu ya wenye dhambi peke yao, hata wale hawako wanatenda dhambi kwa wakati ule, Mungu alikuwa na haja na wao. Kwa hivyo kwa wenye dhambi na wasio, yani wenye haki na wale ambao wasio haki, ili atulete karibu na Mungu. Sema amen. Kwa hivyo sababu kubwa sana kwa ajili ya Yesu kuja na kukubali kuteswa ni kwa ajili ya kutuleta karibu na Mungu. Kwa hivyo yule atakayeamini, yule atakayemkubali mwana wa Mungu kuwa mkombozi wake, yule atakayemkubali jinsi atakavyotuelekeza, ni kumaanisha anakuleta karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wako karibu na president, si wanajua furaha yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wakikaribia tu president wanafurahi sana, hata hawajamsalimia, lakini amemwona hapa. Ndio maana unaona akiwa mahali watu wanajaa, wengi wanataka kumwona tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama wasikie wako karibu na yeye tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanataka kuhisi kuwa karibu tu na president. Na kama wanadamu wanaweza tamani
kuwa karibu na mtu anayeonekana mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, wewe ukiwa karibu na Mungu itakuwaje? Maana ukiwa karibu na Mungu, shetani ako mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mwana wa Mungu akaja kwa ajili yetu tukombolewe, wenye dhambi na wasio na dhambi, ama wenye haki na wasio haki, wapokee ukombozi, wafunguliwe, wawe karibu na Mungu. Lakini watu wengi kipindi kama hiki wao wanakitumia kuwa mbali ama kusukumwa mbali na Mungu kwa ajili ya kutenda kile ambacho hakistahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna wale wanasherekea kwa pombe. Basi kama unasherekea kwa ulevi, ni kumaanisha unaenda mbali na Mungu, haukunji karibu na Mungu. Wale wanaosherekea kwa kutenda maovu, basi ni kumaanisha wanakuwa karibu na shetani, lakini si karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kitu kimoja huwa inanifurahisha sana, ni kwa sababu Yesu alipokuja kwa ajili ya wenye haki na wasio haki, alikuja ili atuweke karibu na Mungu. Maana Mungu akiwa karibu, ukimuomba atasikia, kile utakachomuitisha atakupatia kwa upesi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama mtu akiwa mbali halafu anze kumuita ili mkaribiane, ndiposa labda umpatie kile ulikuwa unampa ama kupatie. Ita take time, but once mko karibu, kila mmoja ako karibu na mwenzake, it's just as a matter of seconds, munamaliza kile mulikuwa mnafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama unamwambia tu anasikia. Basi ni kumaanisha Mungu akiwa karibu nawe hautakawia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautakawia kupokea baraka zako, hautakawia kupokea haki yako, hautakawia kufinyiliwa kwako. Yesu atafungua njia zako, atatenda makuu kwa ajili yako, maana uko karibu na Mungu. Basi Yesu alikuja ili atuunganishe na Mungu, ili atufanye kuwa karibu na aliyetumba, ambaye ni Mungu aliye hai. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu sema ya kwamba kama mwana ako ndani yako, naye Mungu ako ndani yako, na wewe uko ndani yao. Sema amen. Petro wa kwanza 4, kuanzia pale mstari wa kwanza. Wacha tuone neno la Mungu inasemaje. Basi neno la Mungu linasema namna gani pale? Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, nyinyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Kwa maana yeye aliteswa katika mwili, ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karama za ulavi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya nyinyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Nao watatoa hesabu yao, watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukumu walio hai na waliokufa. Basi
neno la Mungu inatuhimiza kufanya namna gani? Inatuhimiza tusije tukawa watu wa kutenda kulingana na mapenzi ya kimataifa. Maana wakati ule umepita. It's not the time of doing the will of Gentiles. Ni wakati wa kufanya the will of God, vile Mungu anavyohitaji katika maisha yetu. Ndio maana anasema ya kwamba tujifike silaha ile ile. Hiyo ni kumaanishaje? Utatukanwa kwa ajili ya Yesu, utadharauliwa, utaonekana wewe hauna maana kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama vile Yesu alivyodharauliwa na akateswa katika mwili wake kwa ajili yetu, basi nasi hatustahili kusikia aibu yoyote. Kama mwana wa Mungu hakusikia aibu kutemewa mate, kuchapwa viboko, kusudi tu ili sisi tukombolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini na wewe usikia aibu na kujiunga na wale ambao wanaotenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mara nyingi utaweza pitia katika yale majaribu. Ndio maana Yesu akasema, kwa maana yeye aliyoteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki kukaa hapa duniani. Usikae katika tamaa ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi uchukua kufa na kufufuka kwa mwana ni kawaida tu, vile anavyosema jinsi alivyokufa na kufufuka, nasi tubatizwe katika kifo chake, tufufuke pamoja naye. Kumaanisha tuache dhambi, tuache mambo maovu, tukatae kupendeza ama mambo ya kidunia, tukatae kutenda yale mambo ambayo stahili, ili Mungu apate nafasi katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Namba 2 imesema tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa. Tusiendelee kuishi katika tamaa. Kuna watu bado wako kwa tamaa za kibinadamu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu pia wanasukumwa kufanya yale yanayopendeza dunia. Bwana asifiwe sana. Unajua yale mambo yanapendeza dunia, wakati mwingine itaonekana ni matamu hayo mambo. Bwana asifiwe sana. Manake saa hii kuna wale ni walevi, kuna wale wanafurahia kutenda kila kistahili, kuna wale wameka sherehe zingine za kishetani. Bwana asifiwe sana. Wanafurahia kule, kumbe mwisho wake kuna malipo. Utakuja kulipa kulingana na jinsi utakavyohukumiwa. Bwana asifiwe sana, kwa ajili ya kuishi katika tamaa za kimwili. Namba 3 nasema, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha. Yale mambo ulikuwa unafanya istahili inatosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, hiyo imetosha. Kuenenda katika ufisadi, manake mara nyingi tamaa ama kutenda kulingana mapenzi ya kimataifa ni wakati unapofanya ufisadi. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanapenda sana ufisadi na wameokoka na wanainua misalaba kwa barabara, lakini ufisadi umejaa kwao. Bwana asifiwe sana. Wanatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna watu wengi ikifika wakati wa ufisadi, hiyo ndio furaha yao. Kuna watu wanatamani kurudi kule na kutenda kile akistahili. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema ufisadi, kutenda mapenzi ya kidunia imetosha, ya kimataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa mbaya na ulevi. Ulevi unatajwa hapo, ambapo watu wengi husema ya kwamba ukikunywa kidogo haina shida. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanasema Yesu alikunywa
alikunywa divai, lakini ningetaka niwasaidie. Haikuwa divai ile wanafikiria katika mawazo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuwa hiyo. Watu wengi wametake that advantage ya kusema Yesu alikunywa divai, wine. Hata kama iliitwa wine, it was not a wine like vile watu wanavyofikiria. Haikuwa ni pombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tunastahili kukumbuka Yesu alifanywa ama aliteswa kwa ajili yetu tukombolewe. Alifanywa kuwa dhambi ili nasi tutolewe katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wengi hata mapasta saa hii wanakunywa pombe wakisema ni wine tu. No problem with wine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati moja niliomba Mungu sana, nikamuuliza na nikamwambia nataka nijue about this wine. Ilikuwa ni wine ya aina gani? Na nikaomba sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akaniambia ni matunda ambayo yalikuwa yanatumiwa kwa wakati ule, na yalikuwa natumika kama wine, but it was not a real wine. It was not a chemicals that people took today. Wanaharibu mili yao wakisema ni wine, nao ni pombe ambayo ni ya kuharibu maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Pombe kabisa. Unapata father pale amegonga ka glass akisema anapeana sacrament. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanakaribia meza, wanakaribia mpaka macho inakuwa nyekundu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu waache kujifanya mbele za Bwana. Haleluya. Kuna yale makanisa huonekana ni kama yanaenda vizuri, lakini sisemi watangulie Jehanamu, lakini wengi wao ndio watakaotangulia Jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kudanganya watu, kwa sababu ya kujifanya. Hata Wakristo wengi wameokoka saa hii wanatumia wine, wakisema wine hiyo haina alcohol. Hata hapa ni kama nilisikia mmoja. Halo. Sijui ako leo ama yuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hati wine haina shida. Manake Yesu alitumia wine. Not that kind of wine. Yesu alinifunulia vizuri akaniambia it was a drink ambayo ilikuwa ni mtunda fulani kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa a kind of juice walikuwa natumia kwa wakati ule. It was not a real wine ya kulewesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu aliniambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua maswali itakuwa nyingi, lakini answer iko, maana wakati wa hukumu waja. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wine in English wametumia the word drunkenness. Kwa hivyo drunkenness ni kumaanisha ni mtu mlevi, mtu amelewa. Ukienda makanisa mengi, kuanzia kwa father, kuanzia kwa kiongozi mpaka wa chini, wote wakishamaliza kanisa wanaelekea kwa baa wakakunywe walewe. Kwani ukikunywa pombe unakunywa ifanye nini? Si unakunywa ulewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haukunywi ukae vile ulivyo, unakunywa ulewe, pombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na karamu za ulavi na vileo. Bwana Yesu asifiwe sana. Which is drinking parties, vileo, and what? Na sanamu isiyo halali. Sema amen. Basi Mungu ananena kuhusu tusije tukatamani tena kuwa watu wa kulewa, watu wa kukunywa pombe ambayo Mungu hashaiondoa mbele ya watu wa Mungu. Huu sio wakati wa Nuhu alikuwa anakunywa pombe. Huu sio wakati ule.
wa Old Testament, vile watu walikuwa na kunywa pombe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni wakati wa neema ya Yesu Kristo mwana Mungu, na akasema tusilewe pombe tena, lakini tukalewe Roho Mtakatifu. Sema amen. Hata katika Old Testament ulevi umetajwa mara mingi ukilaaniwa. Neno la Mungu inasema walevi wote wanaishia kuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama uko tajiri aje, unaishia kuwa maskini. Maana kama hautaona ufalme wa mbingu, wewe ni maskini katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama utaishia kuona ufalme wa mbingu, wewe ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi si wakati wa kupendeza mambo ya kimataifa, mambo ya kidunia. Sio wakati wa kutamani mambo ya dunia tena. Ni wakati wa kumtafuta Yesu katika roho na kweli, ili akatende makuu kwa maisha yako, ili hanga yako ikafunguke, ili Mungu akajitukuze kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usidanganywe na mtu yote, manake mafunzo inakuja ya kila aina. Ukisoma theology, ukienda shule za theology, wanakwambia ukikunywa pombe haina shida, manake nao yale mafunzo wanatoa kwa wazungu. Maana Waafrika ufikiria wazungu ni Mungu. Hao ni wanadamu tu, ni wanadamu, wamejaa ufisadi, wamejaa mambo mabaya, isipokuwa wachache wale wameokoka kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamejaa kila aina ya mabaya, isipokuwa wale Mungu amewachagua kwa ajili ya Mungu akajitukuze. Maana hata kama kuna watu wabaya, hawezi kosa wengine wanaomtafuta Mungu katika roho na kweli. Sema amen. Usifuate wazungu wa Afrika. Wacheni kufuata wazungu na kuharibiwa na kudanganywa through theology. Ukiambiwa kunywa pombe haina shida. Kuna pastor moja alituambia alienda ng'ambo kuhubiri kule. Sasa walipomaliza kuhubiri, wakaenda kwa ofisi, wakaletewa chakula, wakala. Baada ya chakula akaona chupa imetolewa pale kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaanza kuwekwa kwa glass. Nini? This is wine. Haina shida, hii ni wine tu. Hii ni ya kupumzisha mwili hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni mapasta wakubwa kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni mashetani yamejaa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa ajili ya kudanganya watu wa Mungu, kuwarudisha katika mambo ya kidunia. Yesu alikufa na kufufuka kwa ajili yetu tukupokea ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasi tuwe na uamuzi wa kusema mambo ya kidunia imetosha. Hatutarudia dhambi tena, hatutarudi kufanya kile akistahili. Maana ukitazama vile Yesu aliteseka, vile mwana wa Mungu aliteswa kwa ajili ya uhai wako, kwa ajili ya ukombozi wako, ni juu yako sasa uweke bidii kwa ndiposa na wewe ukombolewe, upate kuona ufalme wa mbingu. Maana zaidi ya hapo Mungu hawezi akapembeleza mtu ama kumsukumia ama kumlazimisha. Already wokovu huko, na ni kwa ule atakayeamini na ule atakayekubaliana na kufuata njia za Bwana Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hivyo kwa ukombozi, kwa mapigo ya Yesu Kristo tulipokea ukombozi, na ule ukombozi basi tunastahili kuutunza. Hatustahili tena kutamani mambo ya duniani, hatustahili kutamani kutenda kile kistahili. Twastahili kuachana nacho ili kufuata njia za Mungu katika roho na kweli. Mungu akaachilie neema ya kipekee in the name of Jesus. Sasa ukienda baa zimejaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Magari imepangwa kupangwa kule kwa baa, kwa sababu leo ilikuwa siku ya mwana wa Mungu kusulubishwa. Halo. Na hapo umesikia neno la Mungu imesema vizuri ya kwamba we have spent enough of our past lifetime in doing the will of Gentiles.
when we walked in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, vitu kama hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Petro wa kwanza twende pale Petro wa kwanza tena hapo tu kifungu cha pili pale mstari wa 20 ya mpaka 25. Petro alinenea sana kuhusu mapigo ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi neno la Mungu linasemaje? Hapo Petro wa kwanza kifungu cha pili 20 mpaka 25. Neno la Mungu linasema, kwa maana ni safi gani nastahimili utendapo dhambi na kupigwa makofi, lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Bwana bariki maandiko yake. Wakati unapoona ni kama unateswa ama unapigwa makofi kwa ajili ya Bwana, hiyo ndio wema wa Mungu. Kumaanisha kuna kudharauliwa, kuna kunenewa, kuna kupigwa makofi kwa ajili ya Bwana, kuna kurushiwa mawe, kuna kila aina ya mambo unaweza fanyiwa ambayo haistahili. Maana Yesu alisema nao amefanywa hivyo sisi tuwe mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata unaweza futwa kazi kwa sababu ati umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kataliwa kwa boma njoo umeokoka. Nimeona watu wengi wamekataliwa, wameteswa na familia kwa sababu ya wokovu. Heri wewe unaoteswa kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huo ndio wema wa Mungu. Huo ndio wema hasa mbele za Mungu. Haleluya. Wakati uko mvumilifu na kumtafuta huyu Yesu na kukataa mambo yote mabaya kwa ajili ya Mungu atende. Kuna watu wamefutwa kazi kwa sababu hawajatoa ongo. Wengine wamenyimwa kazi juu hawajatoa ongo kwa sababu yeye anataka afuate njia za Mungu, lakini mateso inatokea. Unapata watu wa dunia wanaweza pata kazi na wewe ukakosa. Heri wakati unapoteswa kwa ajili ya mwana wa Mungu kuliko kupigwa makofi kwa ajili ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu anasema huo ndio wema. Wakati unakataa mambo mabaya, wakati umekataa huo ufisadi, hiyo pesa ikakupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio mateso Mungu ananenea. Wakati umekataa mambo machafu na kitu kilikuwa kinaonekana kizuri kikakupita, huyo ndio wema wa Bwana. Hiyo ndio kusafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake ukiwa umeokoka kuna mambo yatakupita. Hata unaweza kosa kazi. Kwa sababu gani? Wale wanachukuliwa kazi wanapeana hongo na wewe unjapeana. Mahali unafanyia kazi ulipeana lakini wewe hujapeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu umekataa kufanya usharati, huyo kijana anakuacha na wa mwingine. Iko sawa kama unateseka kwa ajili ya Kristo, iko sawa. Manake huo ndio wema wa Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kilelezo mfuate nyayo zake. Bwana bariki maandiko yake. Yesu aliteswa kwa ajili yetu, akafanywa kuwa kielelezo kwetu, nasi tukatae mambo ya kidunia. Kama tutateseka kwa ajili tumekataa dhambi, wacha tuteseke.
kama tutateseka kwa sababu tumekataa kukunywa pombe, wacha tuteseke. Haleluya! Hatutakunywa pombe, hatutaenda kwa Illuminati ili tubarikiwe tuwe na magari nyingi. Tumekataa hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Najua kuna watu wanaogopa kuteseka sana, ndio maana wanaenda kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake hataki kulala njaa. Kama Mungu ameona ulale njaa, lala basi. Maana Yesu amesema amekuja ili atuweke karibu na Mungu. Mungu hawezi akaacha ukajaribiwa kuliko uwezo wako. Na wakati tunajaribiwa, Mungu anasema ni kuwekwa kwa fire, tunawekwa kwa moto, ili tunapotokea pande ile nyingine tutokee tukiwa dhahabu safi mbele za Bwana Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Usicompromise dhambi kwa sababu ya mambo ya kidunia, kwa sababu upendeze mwenzako. Usicompromise dhambi. Wacha kama ni kuteswa kwa ajili ya kufuata njia za Mungu, wacha uteseke, na Mungu azidi kuinuliwa na kutukuzwa ndani yako. Maana wakati wa mwisho kuna ule anayehukumu. Hivyo ndivyo neno la Mungu ilisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Atahukumu kulingana na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ni vizuri usitende dhambi, na mwisho wake uone ufalme wa mbingu, ama wakati wa hukumu uhukumiwe kwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuliko kutenda dhambi na mwisho wake Jehanamu inakugojea. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akawa example yetu. Ukiona kitu fulani, hata kama hiyo dili ni mzuri sana namna gani, na unaona inakupeleka kwa shetani, kataa. Kumbuka vile mwana wa Mungu aliteseka, vile alihangaika kwa ajili yetu ili tukombolewe, na akatuonyesha mfano mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yeye hakutenda dhambi wala ila ikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa akurudisha matukano. Wakati alitukanwa, yeye hakutukana, akurudisha matukano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupendeza dunia ni wakati unapotukanwa na we unarudisha yako. Unaitwa mjinga na we unasema we mjinga mara 7. Lakini wakati unakosa kutukana mwenzako, wakati unakosa kurudisha yale matusi, ni njia yako ya kuteswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mwana wa Mungu vile alitukanwa, hakachapwa, na yeye hakurudisha. Alionekana mjinga, lakini hakuwa mjinga. Ni kwa ajili ya ukombozi wetu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi yeye hakurudisha matukano. Alipoteswa hakuongofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Ni vizuri ujikabidhi kwa ule anayehukumu kwa haki. Ni nani? Ni Mungu aliye hai. Sema amen. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mumerudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake, akapigwa, kateswa, akawekwa juu ya mti. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatundikwa katika mti, kaekwa katika msalaba, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Sema amen. Kuna ukombozi siku ya leo. Kuna mambo mapya utapokea siku ya leo. Haleluya. Kwa ajili ya kufa na kufufuka kwa mwana wake Yesu, basi kwa mapigo yake, kwa kuteswa kwake, aliteswa ili sisi tukombolewe, ili sisi tupokee
baraka zetu, tuinuliwe, tufunguliwe kutoka Jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu akapate kujitukuza kwa maisha yetu. Hebu fikiria ukiwa karibu na Mungu. Je, ni kitu gani kinaweza kuwa kigumu? Ni nini inaweza kumshinda Mungu, ambaye ukikalia njia zake, ukatae dhambi, ukatae mambo yote machafu? Ni nini hawezi kutenda kwako? Ni mambo gani haiwezi kufunguliwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku wa leo Yesu akanena ya kwamba wakati huu wa kukumbuka mapigo yake kwa ajili ya ukombozi wetu, kunao milango atafungua baraka zetu, hatafungua kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana haliteswa kwa ajili yetu, haliangaishwa kwa ajili yetu, akafanywa yote machafu kwa ajili yetu, naye akasema hata tuacha, hata sikia kilio chetu. Wote watakaomwamini, wote walio tayari kufuata njia za Mungu kwa roho na kweli, nao watapokea baraka mpya, watapokea maisha mapya, utazaliwa upya na Yesu kutenda mambo makubwa katika maisha yako. Si hiyo neema itawale juu yako, hiyo neema ya kuinuliwa ikatawale juu yako. In the name of Jesus. Yesu akafungue njia zako. Yesu ambaye aliteswa kwa ajili yetu, akafungue anga yako. Kama alitoka mbinguni akafalia mwili wa dunia kwa ajili akapokee haya mateso yote. Alijua hatateseka, alijua hataangaishwa, alijua atakufa kwa ajili yetu, akajitolea kwa hiyo njia yote. Basi ni kitu gani kinaweza kusababisha asisikie kilio chetu? Ni jambo gani linaweza sababisha hasija akatujibu maombi yetu? Ni kitu gani kinaweza sababisha hatuache tena katika mateso? Yesu na akafungue njia zako leo, anga yako ikafunguke leo. Yesu akakuondoe kwa hayo mateso, Yesu akakuondoe kwa hayo mahangaiko, Yesu akakuondoe kwa hizo vifungo kuanzia sasa. In the name of Jesus. Yesu akanituma akaniambia wote watakoingia katika mkesho wa leo, Mungu anaenda kubadilisha maisha yao, anaenda kubadilisha hanga yao. Ukawe tayari tukufuata njia zake, nayo hanga yako ikafunguke, baraka zako zikafunguke, maisha yako yakafunguke. Mungu akabadilishe biashara yako, Mungu akabadilishe ndoa yako, Yesu akabadilishe watoto wako, familia yako ikaondoke kwa mateso. In the name of Jesus. Na tabirio neema itawale juu yako. Pokea maisha mapya kuanzia sasa, pokea maisha mapya in the name of Jesus. Yesu akaniambia kwa karibu na sisi, Yesu akaniambia kwa pamoja na sisi. Maana ya kifo chake akutuweke karibu na Mungu, maana ya kifo chake atutoe kwa dhambi, na akasema tutakapoacha maovu naye atajitukuza kwa ajili ya maisha yetu. Si anga yako ikafunguke, maisha yako yakafunguke. Yesu akatenda makuu kwa ajili yako. Yesu akasikie kilio chako, ambaye aliteswa, ambaye alichapwa, akadungwa misumari, mambo mabaya akafanywa kwake, akadharauliwa kwa ajili yetu tukaheshimiwe, akateswa ili nasi tusipite katika mateso, akaangaishwa ili nasi tusije tukaangaika. Neema ya Bwana itawale juu yako, baraka za Bwana zikafunguke, anga yako ikafunguke sasa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema tufuate step zake. Haleluya. Alisuffer for us, leaving an example that we should follow his steps. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo mahangaiko ni madogo, kile unachopitia ni kidogo tu. Kama Yesu amekuja tuweke karibu na Mungu, ukiwa karibu na Mungu, shetani anakutoroka. Si shetani atoroke sasa, si shetani akukimbie sasa, si hanga yako ifunguke sasa, si ndoa yako ikombolewe kwa jina la Yesu Kristo, na Yesu atende makuu kwa ajili ya maisha yako. Ninaona mtu hanga yake ikifunguka, naona Yesu akitenda juu ya watu wake, naona Yesu akifungua njia zako. Hakuna mateso tena, hakuna kuhangaika tena,
wote wanaomwamini Yesu, wote walio tayari kufuata njia zake, naye atafungua njia zako. Milango yako itafunguka, hautakaa mahali pamoja. Kwa kifo chake kuna ukombozi wako, kwa kifo chake kuna kupiganiwa kwako. Wachawi watajiinua, watapatana na moto wa Yesu. Waganga watapanga mipango yao, lakini hawataweza kukufikia. Hao maadui wanaopanga maovu kwa ajili yako hawataweza kukufikia, maana ukiwa karibu na Mungu, basi ako pale akupiganie. Ukiwa karibu na Mungu, hako pale akutetee. Ukiwa karibu na Mungu, hako hapo arekebishe ndoa yako na irudishe katika misingi inaostahili. Sema amen. Akiwa karibu nawe, hautafinyiliwa kwa biashara. Kile kinaweza sababisha Yesu asiwe karibu nawe, labda ni wakati mtu anapotenda kile akistahili. Sema amen. Maana wakati wote Mungu, kulingana na mateso ambayo Yesu aliteseka, ni kumaanisha Mungu anatupenda. Siuamini leo Yesu anakupenda. Siuamini Yesu ako na sababu na wewe. Yesu anatamani ukombozi kwa ajili ya maisha yako. Yesu anatamani ukaishi maisha mazuri, si maisha ya kufinyiliwa, si maisha ya kuhangaika, na si maisha ya kilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa mapigo yake kuna ukombozi wako. Tuko hapa kwa ajili yake, tuko hapa kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sio Mungu haungekuja hapa, basi ungekuja kufanya nini? Lakini kwa ajili yake ndio maana umekuja. Watu wengi hufikiria ni kama Mungu ako mbali sana, ni kama yeye kusikia maombi ni ngumu sana. Natabiri ukapokea imani mpya, ukapokea imani kamilifu ya kuona vile Mungu anavyotenda kwa maisha yako, ya kuona ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe, ana uwezo wa kujitukuza na kutenda mambo makubwa kwa ajili ya maisha yako. Sema amen. Hatuko hapa kikawaida, hatuko hapa kikawaida tu. Yesu amekuwa akinihudumia, akiniambia, akinionyesha vile alivyo karibu nasi, vile anavyotenda mambo makubwa, hata mengine hatuyatambui akiyatenda. Kama ni ulinzi, Mungu anakulinda, na wakati mwingine hujui kama anakulinda, lakini anakulinda tu kwa sababu ya upendo wake mkubwa ambao anatupenda. Ukishatambua Mungu anakupenda, basi uko na imani ya kwamba utapokea kile unachohitaji kwake. Ni kama ukijua mtu fulani anakupenda, ukienda kwake unaenda na confidence, ukijua kwamba hii nitapokea tu. Kama ni kazi, huyo ndugu tulikuwa tunasoma naye, tulikuwa tunapendana, kazi nitapokea tu. Haleluya. Lakini kama kuna mtu anakuchukia, utaenda ukiwa na tashwishi, ukiona ni kama hautapata, ni kama hautapata, mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwana wa Mungu anatupenda. Sipokee neema mpya siku ya leo, neema ya upendo wa Bwana Yesu. Kile unachoomba Yesu akakujibu. Haleluya. Watumishi wa Mungu waliotangulia walikuwa kama sisi tu, walikuwa ni wanadamu tu. Kwa nini? Wakati yupi umepita? Yaani wakati mgani umepita tangu mwana wa Mungu kurudi mbinguni? Ni miaka mingapi? Hata tunaweza hesabu na wewe tuone ni miaka ngapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu alizaliwa ndio miaka ilianza kuhesabiwa ikienda mbele. Tukakuwa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Alipofikisha miaka 33, hapo ndipo
akateswa, akaangaishwa kwa ajili yetu akiwa na 33 years. Hata hakutamani kuishi 90 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutamani kuishi miaka 150. Hata hakutamani aishi miaka 900 kama vile waliotangulia walikuwa naishi miaka 900. Maana Mungu alikuwa na uwezo amweke miaka 900 mpaka ahakikishe Yesu amezunguka kila mahali, amehubiria watu kila mahali. Miaka 33 tu akateswa. Basi kutoka pale ni miaka ngapi? 2025. Toa miaka 33. Halo, hata ijafika miaka 2000 tangu aende mbinguni. Miaka 2000 bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 2000 bado tangu siku ile alikufa akafufuka na akaenda mbinguni. He had 33 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi 2025 minus 33 years, na kama ni miaka 1000 tu, labda na 900 na kitu, ndio alienda mbinguni Yesu. Miaka 1000. Miaka 1000 ni miaka kidogo. Kuna watu waliishi miaka 900. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha ni miaka kidogo tu. Kama ingekuwa miaka nyingi wangekuwa hata leo. Kwa hivyo ni juzi tu Yesu ameenda mbinguni. Hajakaa sana. Kama tungekuwa tunasikia millions of years, billions of years ndio Yesu alienda mbinguni, at least hapo tungekuwa na tashwishi, lakini ni juzi tu. Huyo Yesu anasema kuna ukombozi wako siku ya leo. Huyo mwana wa Mungu anasema bado ako karibu na sisi. Hana uwezo wa kutenda mambo makubwa, hana uwezo wa kufungua maisha yetu, maana katika mapigo yake ni kwa ajili yetu tupokee ukombozi, ni kwa ajili yetu akatutoe kwa mahangaiko na mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaita mwana wa Mungu ambaye miaka 1000 tu na 900 hivi na kitu, hapo ndipo alienda mbinguni. Huyo ndio tunamuita. Halo. Hivyo si miaka nyingi, haijafika milioni, na huyo Mungu ako karibu na sisi. Imani iko wapi ya kumwamini huyu Yesu? Neema ya kumwamini itawale juu yako. Haleluya. Na uamini anakupenda. Yesu aliniambia kwamba anatupenda, ako pamoja nasi. Kuna mambo makubwa sana anatenda katikati yetu bila hata sisi wakati mwingine kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapigania watu wake. Wachawi hawana uwezo, waganga hawana uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona watu akihangaishwa na mapepo, nimeona watu akihangaishwa na shetani, hata wengine unjiita wachungaji lakini wanateseka. Lakini sisi Mungu anatupigania, anatuweka huru. Mimi huangalia vile alivyotukomboa, vile anavyotuongoza, vile anavyotulinda. Ninajua ako pamoja na sisi. Haleluya. Maana Yesu alikuja ili tuwe karibu na Mungu. Unaposimama na kumuita Mungu, amini ako karibu na wewe. Amini ako karibu nasi. Amini anasikia kilio chako. Kuanzia leo kuwa na imani ya kipekee. Sio lazima mchungaji haamini kwa niaba yako, hata wewe unaweza ukaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mchungaji mmoja, dada alimwendea akamwambia, unajua sasa mimi uzazi wangu litolewa, so siwezi pata mtoto, lakini natamani kuolewa. Mchungaji akasema okay, ni sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona hiyo ni ukweli, uzazi ushatolewa, lakini mwanadada anaamini anaweza kuolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikakaa, ndugu akatokea. Dada akaja na ndugu kwa mchungaji, akamwambia nishapata ndugu wa kunioa, ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji alisema kajasho kalitoka, manake anaenda kuunganisha watu. Anajua ya kwamba dada uzazi ulitolewa, sasa hata uipata mtoto.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi ambia ndugu, maana hata Mungu ndiye amesema, maana dada amekuja akamwambia nimeonyeshwa na Mungu huyu ndugu, nimeletewa yeye na Mungu, na Mungu amenena. Sasa wewe utaenda kinyume cha Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe mchungaji ulisema, ukasema Mungu ana uwezo wa kutenda, anaweza kufungua, anaweza jitukuza. Sasa huwezi kumwambia hapana, hawezi jitukuza kwa hii njia. Huwezi kumwambia hawezi jitukuza kwa ajili ya kukosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi akawaunganisha tu, na mchungaji akajua sasa ni miujiza ya Mungu itendeke. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikaa, lakini siku ya Bwana ilipofika, mambo yakatendeka, miujiza ikatendeka. Dada akakuja kwa mchungaji. Hata dada ndiye alikuwa na imani kuliko huyo mchungaji. Akamwambia, mimi najua Mungu atanipa mtoto, tuombe watoto. Sasa unajua mchungaji anajua hapa hakuna kizazi hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akaomba tu, Baba nakushukuru wewe ufanyaye miujiza, unaweza tenda muujiza kwa dada na apokee watoto. Haleluya. Lakini ikawa yule mchungaji ndiye alikuwa anasema lakini yeye imani ilikuwa wapi? Chini yake, ya mchungaji ilikuwa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumbe dada alimwamini Yesu, aliamini neno la Mungu, kwa imani alipata watoto. Walikuja akamwambia mchungaji, niko mjamzito. Mchungaji akaona ama ni uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka siku ile aliona mambo hapa mbele imeanza kubadilika. Sema amen. Na mwisho wake akapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mchungaji akaongezewa imani zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ana uwezo wa kutenda. Unaweza ukaamini hata kabla hujaambia mchungaji, na Yesu akatenda kwa ajili yako. Kama utamwamini, Mungu ako karibu na wewe. Yesu anatenda. Alikuja hii dunia akateswa kwa mwili juu yako wewe. Kwa nini basi asitende kwako? Nini kinaweza kuzuia asitende? Ana uwezo wa kutenda. Siyo neema itawale juu yako? Si Yesu atende kwa biashara yako? Si Yesu atende kwa familia yako? Hanga yako Yesu akatende. Mambo yanayokusumbua ikawe siku ya leo yako ya Mungu kutenda kwako, na njia zako zipate kufunguka. Simama mbele za Bwana, muamini Yesu anaenda kutenda siku ya leo na Mungu atajitukuza kwa maisha yako. Mambo mateso unaweza kuwa unapitia kwa sasa, basi yasisababishe imani yako kwenda chini, isisababishe ukarudi nyuma. Wewe muamini huyu Yesu, hata kama mambo inatokea namna gani, zidi kumwamini huyu Yesu, maana atajitukuza katika maisha yako. Bora tu usitamani kutenda mambo ya kidunia, usitamani kutenda yale yastahili, usitende mambo ya kufurahisha dunia, usitende mambo ya kufurahisha mwili wako. Tenda yale mambo ambayo yanamfurahisha Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utatukanwa, wewe hautarudisha. Utachapwa, lakini wewe utarudisha kuchapana. Utanyenyekea, utamuita Yesu kwa ajili yake akapate kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watakusukumia kurudi nyuma na kuwa mlevi, kufanya ufisadi, kutenda yale stahili. Utakataa, maana unamwamini Yesu, unaamini Mungu aliye hai. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaweza tenda. Kuna ndugu mmoja aliamini ya kwamba anaweza kuwa askari mwanajeshi bila kupeana kitu. Watu wakapeana, sijui walipeana wapi mimi, lakini huyo ndugu halimwamini Mungu tu, akachaguliwa free, akaingia free, na hata hakuwa na godfather, na Mungu akampa ile kazi. Yesu anaweza tenda. Usiwe na imani ya kwamba lazima utoe ndio upate, kama ni mambo ya ufisadi, mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Toa hiyo imani, amini Yesu anaweza tenda.
Mungu anaweza fungua njia, Mungu anaweza akajitukuza, Mungu anaweza fungua milango ya ajabu na akajitukuza kwa ajili ya watu wake, in the name of Jesus. Not unless Mungu anataka kufanya kazi yake. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama unjui Yesu anaweza akakutumia kwa ajili ya kazi yake ifanyike, lakini mimi sifunguika mlango ya upate nafasi ya ufisadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna nabii wa Mungu aliambiwa na Mungu akaoe malaya, mtu ambaye anafanya usherati na ukahaba, ili Mungu amtumie ukahaba uishe katika hiyo nchi, na akafanya hivyo, akakubali. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna wakati Yesu alituambia twende kanisa fulani, na watu wanapopewa sakramenti, chukua na wewe pokea, kwa ajili ya watu wa Mungu wakombolewe, si kwa sababu ya kujiunganisha na kile kiko pale. Sema amen. Kuna mambo ingine inaweza fanyika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa ajili yake akajitukuze, kwa ajili yake akakomboe watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mungu anaweza akakutumia kwenda kupeana pesa mahali fulani, kwa ajili anataka watu wakombolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwite Yesu tu, naye atasikia kilio chako, maana anatupenda sana, ambaye aliteswa akaangaishwa juu yetu. Kile tutakachomwomba usiku wa leo tunaenda kupokea. Kuna ufufuo wa baraka zako, kuna ufufuo wa kile kilikuwa kimezikwa na shetani. Yesu anaenda kukifufua. Leo ni siku ya Mungu kutenda yale yanaonekana haiwezekani. Mungu wetu ni Mungu wa kutenda ishara na miujiza. Kwa hivyo ni kumaanisha wanatenda zaidi ya mawazo yetu, beyond our understanding. Kuna vile tunaweza kuwa tuna understand mambo ya kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anafanyanga zaidi ya hiyo. Siku moja aliniambia anaweza nituma na mimi nikose kujua, niende nikijua kitu fulani inauzwa mahali fulani, nikifika pale niulize kitu fulani iko, hakuna. Nitoke hapo niende duka ingine, kitu fulani mnauza, hakuna. Na nizunguke nduka hata kama ni 50 ama 20 ama vile yeye anapenda, nikiuliza, na mwisho wake nikipata kwa ile nduka tu ya hapo ilikuwa ya kwanza, hiyo ikiwa hapo karibu tu nipate hapo. Sasa nimezunguka mpaka miguu inauma mpaka Yesu aliniambia nisikawai lalamika, maana anaweza nitumia hivyo kwa ajili ya watu pale wakombolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisema anaweza sababisha jambo niende hospitali kwa ajili ya watu wake wakombolewe hapo. Halo. Anaweza sababisha nipeane kitu yangu mahali ili hicho kitu kikomboe watu wa Mungu. Yaani Mungu anaweza fanya mambo ya ajabu, maana ni Mungu wa ishara na miujiza. Siupokee miujiza wako siku ya leo. Siupokee neema ya kupokea miujiza yako, hiyo miujiza ikatendeke. Hayo mambo yanaonekana iwezekani na ikawezekane katika maisha yako. Hayo mambo yanaonekana iwezekani, Yesu akayafungue na yakawezekane. Anga yako ikafunguke, maisha yako yakafunguke, hiyo kazi ifunguke, hiyo biashara ifunguke, hiyo mambo ambayo unataka ikafunguke. Hao watoto ukapokee, hizo baraka ukapokee, hiyo ndoa yako ukapokee, in the name of Jesus. Usiku wa leo ukawe usiku wa miujiza yako, kwa ajili aliyekufa kwa ajili yetu,
na kufufuka kwa ajili yetu, akatende katika maisha yako, akatukuzwe kwa ajili ya matendo yake makubwa. Anza kutamka neno mbele za Bwana. Anza kutamka neno la Bwana, neno mbele za Bwana. Mwite Yesu siku ya leo, mwambie uko tayari kupokea miujiza yake ambayo anaenda kuachilia kwako. Ukawe tayari ili Yesu akafungue njia zako, ukapokee zaidi ya vile ulikuwa unawaza, ukapokee zaidi ya mawazo yako. Yesu akafungue hiyo njia, maana Mungu wetu ni Mungu wa ishara na miujiza. Mungu wetu ni Mungu wa kutenda yale haiwezekani kwa wanadamu. Hata wanasayansi wakijaribu kuangalia, wanaona hiyo haiwezekani. Mungu wetu ni Mungu wa kutenda hayo ambayo hayawezekani. Mungu wetu ni Mungu wa kutenda hayo ambayo yanaonekana haiwezekani, na ikatendeke kwako na ikatendeke kwetu kwa jina la Yesu Kristo. Anga zetu zikafunguke, maisha yetu yakafunguke, baraka zetu zikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Tunamuita ambaye alikufa na kufufuka kwa ajili yetu ili tukapokea ukombozi. Aliyetupenda kabla hatujampenda, huyo ndio tunamuita. Aliyekubali kuteswa, aliyekubali kuangaishwa ili tupokee ukombozi, huyo ndio tunayemuita kwa ajili ya ukombozi wetu, kwa ajili ya kufunguliwa kwetu. Natabiria neema ya imani katawale juu yetu sasa, neema ya kumwamini Yesu ikatawale katika maisha yetu. Bwana, ninakuita usiku wa leo, Bwana ukatende kwa ajili ya kila moja. Usiku wa leo wana wako wanapokuita, Bwana ukasikie kilio chao. Wewe uliyekuja duniani hata kabla hatujakuita kwa ajili yetu tukombolewe, wewe ulioteswa kwa ajili yetu kabla hatujakwambia ama kabla hatujakubali uteswe, Bwana wewe ndio tunaokuita, ambaye unaweza bariki watu wako kwa hiari yako, kwa mapenzi yako Bwana, kwa neema yako kubwa. Baba, bariki watu wako, fungua njia za ajabu, fungua baraka za watu wa Mungu, fungua kazi za mikono yao, fungua viwango anavyotamani mbele zao, wakapokee kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, tenda kwa ajili ya kila moja, tenda kwa ajili ya kanisa lako Bwana. Yale yanaonekana haiwezekani, Bwana nanyenyekea kwako, kayatende yakawezekane kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, katika kifo chako na kufufuka kwako Bwana, wacha Bwana tukawe na ufufuo wa kupokea haki zetu, wa kupokea baraka zetu Bwana, tukawe na ufufuo kwa imani yetu Baba, kwa ajili ya kuamini, kwa ajili ya kuwa imani kamilifu Bwana, tukapokea ufufuo wa imani, ufufuo wa kukuamini ambaye uliteswa kwa ajili yetu Bwana, tukapokea ufufuo wa kukuamini Yesu Kristo na kuamini unaweza tenda Bwana. Tunakugojea wewe, ambaye wewe Mungu hawezi ukaibisha watu wako, ambaye wewe unatenda mambo ya ajabu na unatenda hata mengi yale hatujakusudia wewe kutenda. Unatenda hata mengi ambayo hatuyajui Bwana. Kwa ajili yako ukatukuzwe, kwa ajili yako ukainuliwe Bwana. Tunakulilia Baba, ukatutembelee, ukatuongoze. Asante Bwana, asante Yesu.